Ibara ni swala la muda tu kuiona klabu ya wekundu Msimbazi Simba ikishuka dimbani, na ni swala la muda tu kuiona Simba ikipata matokeo ya ushindi. Ni swala la muda tu Simba kutinga hatua ya nusu fainali. Ni swala la muda tu Simba kurejea kwenye ardhi ya Tanzania wakiwa na ushindi wa kutanguliza mguu mmoja mbele. Ni swala la muda tu mashabiki wa Simba kuandika historia ya kutinga nusu fainali kwa mara ya kwanza kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, kwa maana ya kwamba toka kipindi hiki cha miaka ya 2000 itakuwa ni mara ya kwanza toka ile kombe pia libadilishwe jina kuwa kombe la shirikisho, ni mara ya kwanza, na hivyo Simba anakwenda kufanya. Huko nyuma usinikumbushe, tunazungumza miaka hii ya 2000 na toka ile kombe libadilishwe jina bwana kuwa kombe la shirikisho. Hapa Simba anakwenda kuandika historia hiyo. Nguvu anayo kwa maana na kikosi kipana, lakini je, unafahamu nyota ambao watakosekana kwenye huo mchezo? Wapo nyota ambao ukiwasikia wenda unaweza ukashtuka, lakini usishtuke kwa maana Simba ina nyota wengi mno ambao wanaweza kupeperusha vyema bendera hiyo ya klabu ya wekundu Msimbazi Simba. Renatus, uko vizuri ndugu yangu? Mungu mwema. Mungu anasaidia Kabisa. Baridi ndio inatesa. Baridi inatesa. Cha kabisa. Bana. Wewe hujakua. Ukikua utajua kuna vitu vinatesa kuliko baridi. Hamna kitu tunateseka kwa sasa wanaume kama hicho. Tunajicontrol sana. Ndio maana nakwambiaje hujakua. Ukikua utafahamu kuna vitu vinatesa kuliko baridi. Uko vizuri? Mungu mwema kaka. Sawa. Bana, moja kwa moja tutazame nyota ambao watakosekana kwenye mchezo dhidi ya Al Masry. Simba ambaye anatarajiwa kuwa mgeni wa huo mchezo. Marejeo utafanyika pia tarehe 8 Benjamin Mkapa, lakini tutazame mchezo huu wa mbele nyota kadhaa ambao wana umuhimu mkubwa mno na wataukosa mchezo huu. Sisi umezungumza vizuri sana. Simba ina wachezaji ambao ni wengi sana ambao Mwalimu Fadlu amekuwa akiwatumia kwenye kila game ambayo inakuwa mbele yake. Approaching ya game kama hizi za international haiwezi kufanana na game kama waliotoka kucheza games za CRDB Federation Cup au games za ligi kuu. Mchezaji mmoja muhimu ambaye atakosekana kwenye huo mchezo ni Shefondo Malone ambaye ni center back wa kikosi cha Simba. Tunafahamu umuhimu wake katika timu, ndio maana dua zilikuwa nyingi sana aweze kupona kurejea, lakini ndo mchezaji ambaye atakosekana kwenye huo mchezo. Lakini mchezaji mwingine ambaye ni 50-50 kwamba tujue atacheza au hatocheza ni Musa Kamara Ping. Na hapa napaswa kuweza kuelezea vizuri kwenye eneo la goalkeeping. Nafikiri ndio eneo ambalo Mwalimu Fadlu Davis anapata changamoto sana kujua namna gani ambavyo ataweza kulihandle, hasa ukiangalia na aina ya tournament ambayo yupo nayo, nikiwa na maana na pia na mshindani ambaye yuko mbele yake Al Masry. Eneo la goalkeeping Musa Kamara anaweza akakosekana au akapatikana kwenye mchezo. Lakini wana Ali Salim pamoja na Hussein Abel. Ukiangalia kama Mwalimu Fadlu atachagua kuanza na Musa Kamara Ping, unaweza kukawa na effect tatu uwanjani. Moja, mchezaji kucheza kwa tahadhari kubwa sana kwa sababu ametoka majeraha, hana match fitness, anaingia kwenye mechi ambayo ni very important kwa timu kuweza kupata ushindi. Haina mpinzani ambaye anakwenda kucheza naye, ni mpinzani ambaye anashambulia kwa kasi sana na wanafika na wanakuwa wengi sana hasa kwenye eneo lako. Lakini mbili, atawapa majukumu mazito sana eneo lake la ulinzi, nikiwa na maana Abdulrazak Hamza kama ataamua kucheza na Karabwa, akiamua kucheza na Kapombe au Mohamed Hussein, kutakuwa na majukumu mengi sana mazito upande wao, hasa timu itakapokuwa inashambuliwa. Ndio maana tusishangae kuona wale fullbacks wa kikosi cha Simba huenda wasisogee sana mbele, kutokuacha gaps huku nyuma kwa ajili ya kumlinda golikipa wao, kutokana na kwamba ni mtu ambaye atakuwa anacheza kwa tahadhari kubwa sana. Hana match fitness. Lakini lingine nimekuambia ni issue ya kutokujiamini. Inaweza ikatokea ni professional goalkeeper, ni modern goalkeeper, ni sweeper goalkeeper, lakini ni mechi ambayo ina ushindani mkubwa sana. Hasa mpinzani ambaye unacheza naye sio Ken God wala Kagera Sugar. Ni mpinzani ambaye ana uwezo mzuri mara nyingine hata kukuzidi wewe. Kwa anazo taarifa ya kwamba goalkeeper wenu namba 1 ana shida. Kwa hiyo watajua namna gani ya kumapproach goalkeeper wenu ili wao waweze kupata goli. Kwa hiyo hali ya kutokujiamini inaweza ikawepo kwa goalkeeper. Licha ya kwamba ni professional goalkeeper, sweeper goalkeeper, anaweza kaofa kila alicho nacho. Lakini hivyo ndo vitu vitatu ambavyo mimi sisi naviona vinaweza vikatokea kwenye ule mchezo, hasa katika eneo la goalkeeping. Ni eneo ambalo kwa kiasi kikubwa sana tunategemea kuiona safu ya ulinzi ya kikosi cha Simba ikifanya kazi kubwa sana. Ndio maana nikakwambia tunaweza tusiwashuhudie fullbacks wa kikosi cha Simba, nikimaanisha Mohamed Hussein pamoja
Baba Esther Shomari Kapombe wasisogee sana mbele. Itadependi na mwalimu namna gani ambavyo atakuwa na approach game. Uzuri wa game kama hizi ambazo unaanzia away, unakuwa na positive result mbili ambazo unazihitaji. Ushinde au draw. Ni faida kwa upande wako. Uzuri ni kwamba masuala ya magoli ya ugenini sio na nini kwa sasa hivi hayapo. Kwa hiyo inaweza ikawa na faida hiyo. Kwa hiyo unaweza tusione sana Simba wakishambulia sana. Kwa maana ya kwamba watakuwa na faida ya mchezo wa marudiano ambao tunafahamu Simba akiwa nyumbani approaching inakuwa ni tofauti sana. Labda kwa upana tu tukikichambua kikosi cha Simba, mimi kwangu naamini eneo la center back kukosekana kwa Shefondo Malone, basi Shamu anaweza kaanza pamoja na Abdulrazak Hamza. Napata wasiwasi kwa Shamu kwa kitu kimoja, communication yake yeye pamoja na wale walinzi wake ambao wataamua kucheza nao. Lakini ni moja mabeki bora tu ambao wanaweza kucheza katikati. Hata kwa Abdulrazak Hamza, moja beki ambaye ukimchambua sana ana sifa kuu tatu. Physical strength and aerial ability, nzuri katika kucheza mipira ya vichwa, nzuri katika kupiga pasi sahihi, nzuri katika kucheza na pressure mchezo, kwa maana ya kwamba hapa anatakiwa alinde, hapa huyu mpinzani kashanishinda, inabidi tu nimwache kwa sababu nikiendelea kufanya labda naweza nikaleta madhara. Fullbacks walionao Simba ni wa kisasa. Yaani hapo hatuwezi kuchambua sana. Mohamed Hussein, Shomari Kapombe wazuri sana. Kwa sasa hivi dunia sasa hivi ya mpira Cisco inahitaji uwe na fullbacks ambaye ana majukumu mawili. Kupanda pamoja na kushuka. Kuja kulinda. Lakini kupanda na kushuka katikati kinahitajika kitu kimoja, speed. Kwamba ukishaenda hakikisha unarudi nyuma kuja kulinda. Ukishaenda ukajisahau huku nyuma ukaacha gaps, unawapa kazi wale center back wako. Katikati wana Yusufu Kagoma pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Ni viungo ambao tumeshawaelezea sana ubora walionao. Battle to battle game wanaweza, lakini pia hata ikiwa soft game pia nayo pia wanaweza. Hawatawapa shida sana wale viungo washambuliaji wao ambao watakuwa mbele. Lakini pia mchezaji ambaye nafikiri wengine ambao naweza tukawachambua kidogo kwenye upana wa kikosi cha Simba, Elie Mupanzu, pembeni pia wanaweza wakaanza na Kibu Denis. Nafikiri hizo ndio option pekee ambazo Fadlu atakuwa nazo. Lakini wana Jean Chazawa na to me nafikiri Steven Jesse Mukwala ndio striker ambaye anapaswa kuanza kwenye game kama hii. Licha changamoto ambayo mimi naipata sana, historia ambayo ninayo ya kwamba Lionel Ateba ndo chaguo ambalo ilikuwa ni la Fadlu Davis. Ndio maana watu wengi sana wanashangaa kuona Mukwala Ateba anaanza nje ya Ateba anaanza, lakini Mukwala anawekwa nje. Lakini licha ya Mukwala kuonyesha ubora mkubwa sana kumzidi hata Lionel Ateba. Nafikiri hao ni maamuzi ya mwalimu, hasa katika mazoezi ambayo anakuwa anawatazama. Unajua makocha ndo wanakaa kwa muda mrefu na wachezaji wao. Kwa hiyo yeye ndo anajua kwa nini mimi nampenda Steven Jesse Mukwala au nampenda Lionel Ateba. Lakini to me nafikiri game kama ile ni nzuri kwa Steven Jesse Mukwala kwa faida mbili, kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kujiposition vizuri, lakini pia anaweza kufunga katika nyakati zote ambazo uwanjani utaweza kumhitaji. Always striker mzuri lazima ujue sehemu gani ambayo unapaswa kuwa kwa ajili ya kureceive mpira. Hilo ni la kwanza. Pili, nikishapata mpira ni sehemu gani napaswa niupeleke huo mpira, nikiwa na maana ya kwamba engo gani sahihi inaweza nikachagua nikaweka mpira wa kambani. Lakini ukitazama sasa yote kwa yote, Simba wana nafasi ya kupata matokeo ya ushindi dhidi ya Al Masry. Wanayo nafasi Cisco. Na sababu kubwa ya kukwambia hivyo ni ubora wa kikosi ambacho wako nacho. Jambo la kwanza. Jambo la pili, experience. Kwenye maisha yetu hata binafsi tu Cisco, experience inaweza ikakubeba wewe zaidi kuliko mtu aliyesomea hicho kitu. Yaani mimi naweza ikawa nimesomea kitu fulani lakini sina experience nacho. Wewe umekifanya zaidi ya miaka 3, 4, 5. Ikakubeba hiyo experience. So kwa Simba Sports Club wanabebwa na hivyo vitu viwili. Ubora wa kikosi walichonacho na experience, kwa maana ya kwamba wana wachezaji ambao walishawahi kucheza aina hiyo ya mashindano. Yaani hata tukianzia nyuma wana Kamara. Tukija katikati pale nyuma wana Shomari Kapombe na Mohamed Hussein. Wachezaji ambao wana muda mrefu. Nenda katikati ukimtoa Yusufu Kagoma na Fabrice Luamba Ngoma. Wacheza hadi CAF Champions League tofauti na hii michuano mingine. Wana Elie Mupanzu, labda kwa Jean Chazawa ambaye unaweza tukasema hana uzoefu mkubwa sana katika michuano hii, lakini ni wachezaji ambao wanajua approaching ya game. Mfano game kama hii ambayo unaanzia away, it means unajua kabisa hapa nahitaji matokeo mawili tu. Moja tu draw au tushinde. Hata tukifungwa tusifungwe kwa idadi nyingi ya magoli. Ili tusikirudi nyumbani tusiwe na kazi kubwa sana ya kwenda kutafuta magoli. Mfano ikitokea Simba amefungwa labda goli 2 au goli 1, tutahope Simba anaweza akarudi kufanya comeback.
kama aliweza kufanya ilikuwa ni kidogo tu. Naizungumzia ile game ilikuwa Kaizer Chiefs, ilikuwa ni Kaizer Chiefs nakumbuka, dhidi ya Simba. Alifungwa goli 4 kule kwa Madiba. Karudi Tanzania akapata goli 3 na mchezo ukawa umemalizika, lakini alikuwa na uwezo wa kuendelea kupata matokeo. Yes. Kwa hiyo approaching ya mwalimu ndio ambayo itaweza kumlipa. Tumi naona wanaweza kwenda kupata matokeo. Kwa lengo moja tu, wasikae nyuma, kwa maana ya kwamba usimpe nafasi mpinzani wako ya kuchezea zaidi mpira. Kimpa nafasi hiyo, maana yake anakupa wewe unakuwa na jukumu la kukaa sana compact. Yaani kila saa mnakuwa karibu. Hata zile pasi mtakazokuwa mnapiga mtajikuta mara nyingine mnafanya makosa ambayo yatakuwa yanawapa faida wapinzani wenu. Kikubwa ni kuangalia namna gani ambavyo mtapishana nao katika nyakati zipi. Kwa kuzingatia nyakati na maanisha kwamba wakati huu tunaweza tukapishana nao. Kwa namna ambavyo pressure mchezo huu ilivyo kwa sasa hivi, hatupaswi kupishana nao. Hawa tuache wachezee mpira. Haya matokeo tulionayo kwa sasa yana faida kwa upande wetu. Uwezo kaniambia mpaka dakika ya 70 mko bila bado Simbet anataka kuendelea kupishana na Al Masry. Inaweza ikawa ni changamoto. So generally Cisco naamini Simba anaweza akapata matokeo. Na hata asipopata matokeo mazuri, ikiwa na maana anaweza akafungwa, basi asifungwe idadi nyingi ya magoli. Na hilo pia linawezekana kutokana na aina kikosi walichonacho, lakini pia aina ya mwalimu aliyenaye na pia experience ambayo kikosi inacho kwenye michuano kama hiyo. Sawa, sisi hatuna la ziada, na umepata kusikia nyota ambao watakosekana na wale ambao walikuwa na asilimia 50-50 kwenye huo mchezo. Tukwambie tu ya kwamba tutaendelea pia kukusogezea taarifa bora njema kila tutakapozipata taarifa hizo kutoka kwenye vyanzo vyetu vya uhakika. Lakini baada ya mchezo pia wa wekundu Msimbazi Simba na Al Masry, Simba akiwa mgeni wa mchezo huo, tutarejea tena hapa studio kwa ajili ya kupa uchambuzi wa kina. Mimi naitwa Cisco, amezungumza hapa Florence Renatus, mambo mengi na mazuri nyuma kamera Odonuru. Kwaheri.